Hali ya kuwa na msisimko mkali wa kufanya mapenzi kwa muda mrefu imeniharibia mahusiano mengi sana kupita kiasi. Yaani zaidi ya mahusiano 30 yote yamevunjika. Na kila baada ya kulala nao tu, yaani nikitoka hapo huwa wananiblock hadi namba yangu. Yaani hawataki kabisa kusikia kitu chochote kile kutoka kwangu. Yeye ni mwanasheria, mchungaji, motivational speaker na pia ni mwimbaji, lakini ana hamu ya kufanya mapenzi isiyoelezeka. Sikuwahi kukaa kwenye mahusiano zaidi ya miezi 3. Kila mwanamke ambaye alikuwa nami katika mahusiano alinikimbia. Hawakuweza kuvumilia hii hali yangu ya kufanya mapenzi, na hilo lilinifanya nipoteze mahusiano mengi sana. Kitendo cha wasichana kunikimbia kiliniumiza kupita kiasi. Tukio la kwanza kabisa nakumbuka ilikuwa ni binti mmoja hivi ambaye alikuwa anasomea mambo ya engineering. Aliniacha kwa sababu ya kuwa kwenye hali ya psychosis, na pia hii hali ya kufanya mapenzi kupita kiasi ambayo yeye hakuweza kukubaliana nayo hata kidogo. Huyu mwanaume alikataliwa, na baada ya yote hayo kutokea, alianza kuonyesha tabia zisizo za kawaida, mpaka watu wakawa wanaanza kufikiria labda ameanza kuchanganyikiwa. Nilikuwa siendi darasani kwa sababu ya kutengwa, na hiyo hali ilinisumbua sana kwa kweli. Ilifika hatua unapita sehemu watu wanakuita, "We chizi, ni aje?" Nadhani kila mtu anajua chizi ni mtu wa namna gani. Jambo hilo kiukweli liliniumiza sana. Kwa hiyo nilianza kuishi maisha ya kujitenga na watu. Kipindi nasoma sikwenda kuishi hosteli, sikwenda darasani, wala kwenye lecture hall pia sikuwepo. Akiwa kama mchungaji, anawezaje kukabiliana na kuwa na hamu kubwa ya kufanya ngono? Je, atakuja kupata suluhisho la hii hali yake? Kwa mfano, mwaka 2000 nilikuwa nikijiona kama nabii aliyetumwa na Mungu kwenda Kenya kuwaokoa makahaba wote wa Nairobi kwa kuwahubiria habari njema. Kwa hiyo nilikuwa nikiingia mtaani na kuanza kuchapa injili kwa watu wa Nairobi. Na wakati mwingine hata usiku saa 2 au saa 1 nilikuwa nikitoka nyumbani na kwenda mtaani kuhubiri. Na uwezi amini, hii hali ya kupenda ngono kupita kiasi ilikuwa ikinifanya sometimes nishindwe hata kuhubiri baadhi ya mambo, maana siwezi kukataza kitu ambacho mimi ninakifanya. Kwa mfano, mimi huwa ninaamka usiku saa 2 kwenda mtaani kuhubiria watu injili. Tena hao watu wengine walikuwa hawataki hata kuhubiriwa hiyo injili, lakini nashukuru Mungu kuna baadhi yao waliweza kumpokea Yesu Kristo, wakaokoka na wakaacha maisha ya dhambi. Tunawaona wachungaji kama binadamu wa kipekee sana, na mara nyingi tunawakimbilia tunapokuwa na matatizo. Lakini vipi nikikwambia kwamba nao pia wanaweza kupambana na changamoto nzito sana, na pia wakapata msongo wa mawazo kupita hata yale ambayo waumini wanayo? Wiki 2 zilizopita niliweza kuachana na mwanamke wangu, na hiyo yote ni kwa sababu ya kuwa na hamu kubwa ya kufanya ngono. Yaani kiukweli na msisimko wa juu sana kwenye kufanya ngono. Huyu mwanaume ana mambo mengi sana ya kusimulia, karibu tumsikilize. Mimi ni Samuel Ochieng Okeo. Mimi ni wakili wa Mahakama Kuu ya Kenya na pia ni mwanamuziki wa nyimbo za injili kwa jina la Gospel Dynamite. Pia mimi ni mtetezi wa afya ya akili, na hiyo ni baada ya kupambana na ugonjwa wa bipolar kwa zaidi ya miaka 24 sasa. Nililelewa katika sehemu moja hivi ambayo wanapaita Mudurwa, na hapo ndipo nilipoishi nikiwa niko mtoto mpaka kufikia ujana wangu. Baba yangu alikuwa akifanya kazi katika shirika la reli, na hapo ndipo nilipokulia sehemu kubwa ya maisha yangu ya utotoni. Nilisoma katika shule ya msingi Ainsworth, nikafaulu vizuri, kisha nikaenda Nairobi katika shule ya Mlimani High School. Baada ya hapo nikaenda chuo kikuu cha Nairobi. Kwanza nilisomea uchumi na sosiolojia kuanzia mwaka 2002 hadi 2006, lakini nilifeli kutokana na mambo ambayo nitakwenda kukuelezea muda sio mrefu. Baada ya kupumzika kwa miaka 2, mwaka 2008 nilianza kusoma sheria upya katika chuo kikuu cha Nairobi, na nikahitimu mwaka 2012 nikiwa na shahada ya sheria. Baada ya hapo nilisomea diploma katika shule ya sheria Kenya, yani Kenya School of Law, na nikapokelewa rasmi kuwa wakili wa Mahakama Kuu ya Kenya mwaka 2015. Studying law afresh from the University of Nairobi and graduated in the year 2012 with a Bachelor of Laws degree. And after that I did a diploma at the Kenya School of Law, and I was admitted to the bar in 2015 as an advocate of the High Court of Kenya. Well, I've battled a condition called Nimekuwa nikikabiliana na hali hii ambayo nimekuambia hapo awali, ambayo inanisumbua sana. Kitaalamu unaweza ukaita ni mabadiliko ya hisia ya bipolar. Ugonjwa wa bipolar ni ugonjwa wa akili unaosababisha mabadiliko makubwa sana ya kihisia, nguvu na umakini kwenye kufanya jambo. Yaani kuna sometimes unapanda, sometimes unashuka, na pia unaambatana na msongo mkubwa sana wa mawazo. There's bipolar 1. Kuna aina 3 za bipolar. Kuna bipolar ya kwanza, bipolar ya pili na ugonjwa wa cyclothymic. Katika bipolar ya kwanza unapambana kati ya mania na depression.
Mania maana yake ni hali ya kihisia kupanda juu sana, yaani mtu unakuwa na furaha na kushangilia kupita kiasi, ambayo kama endapo haitathibitiwa, mtu anaweza kupelekwa hospitali na akichukuliwa kama ni mgonjwa wa akili kwa sababu ya hali hiyo ya kupanda kwa hisia, ambayo wakati mwingine hukufanya uwe na matatizo ya kisaikolojia na kupoteza uhusiano wa uhalisia. Wakati mwingine unaweza kuona au kusikia vitu ambavyo havipo kabisa. Pia wakati mwingine unaweza kuwa na mawazo ya uongo na hofu zisizo za msingi. Na haya mabadiliko makubwa ya kihisia na nguvu wakati mwingine hushuka na kupelekea mtu kuwa na msongo mkubwa sana wa mawazo. Kwa mvumilivu, nitakwenda kukusimulia namna hali hii ilivyoweza kuniathiri vibaya mno. Kwa hiyo sometimes unajikuta kabisa hisia zako zimepanda na mtu unakuwa na energy kabisa ya kufanya hilo jambo. At the same times pia unaweza ukawa katika hali kubwa sana ya depression. Aina ya pili wanaita hypomania na depression. Hii ni ile hali ambayo kwa wastani na pia haikufanyi ulazwe hospitalini, na baada ya hapo hali ya hisia hubadilika, lakini kama ikiendelea sana inaweza kuchange na kuingia kwenye aina ya tatu ambayo tunaweza tukaita cyclothymic. Huu ni ugonjwa ambao kuna mabadiliko ya kihisia lakini sio makali sana kama ilivyo kwenye bipolar ya kwanza na ya pili. Mimi ninapambana na hiyo aina ya kwanza kabisa, ambayo ninakuwa na hamu ya kufanya mapenzi kupitiliza. Nimekuwa nikihaso sana katika maisha yangu juu ya hilo tatizo na nimeshakuwa katika hali mbaya sana, yaani nilifika kipindi nikawa na msongo mkubwa sana wa mawazo mpaka ikanilazimu kupelekwa hospitali na nikawekwa katika wagonjwa wa akili kwa sababu nilipoteza akili zangu kabisa. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 2000, mara tu baada ya kumaliza shule ya sekondari. Kiukweli nilipimwa kwa mara ya kwanza na kuwa na ugonjwa huu mwaka 2000, yaani miaka kama 24 hivi au 25 iliyopita nimekuwa nikiteseka na ugonjwa huu, na wakati huo ulikuwa ukiitwa kwa jina la manic depression. That is like 24 years ago, 25 years ago, and by then it was called manic depression. So the doctor explained to us that in the Christian world, daktari aliweza kutueleza kwamba katika ulimwengu wa Kikristo hali hii huitwa mashambulizi ya mapepo, lakini katika tiba huitwa manic depression. Kiukweli nilipewa dawa. Kabla sijaonana na daktari wa magonjwa ya akili, mama yangu na kaka yangu waligundua mienendo yangu, yaani nikiwa nje na nyumbani, haikuwa ya kawaida hata kidogo. Kwa mfano mwaka 2000 nilijiona kama nabii aliyetumwa na Mungu kwenda Kenya kuwaokoa makahaba wote wa Nairobi. Kwa hiyo nilikuwa nasumbua sana amani za watu wa Nairobi, na wakati mwingine usiku saa 2 au saa 1 nilikuwa nikitoka nyumbani kwenda kuhubiri mitaani. It's in Nairobi to preach to them. So I used to disturb the peace of people in Nairobi, and sometimes even 2 a.m. in the night, sometimes even 1 a.m. in the night I come out of my house. Kiukweli ugonjwa huu wa kuwa na hamu ya kufanya mapenzi kupita kiasi unakufanya upoteze uwezo, naweza nikasema, wa kuhukumu kile ambacho unakifanya. Kwa mfano mimi nilikuwa nikiamka usiku saa 2 kwenda kuvuruga amani ya watu na kuhubiri kwa watu ambao hawataki hata kuhubiriwa. Cha kushangaza ni kwamba baadhi yao ambao nilikuwa nikiwahubiria walikuwa wakiokoka, walimpokea Yesu Kristo na wakaacha maisha ya dhambi na kufanya yaliyo mema. Kila kitu nilikuwa nikikifanya sometimes bila hata kuweza kujikontrol. Mtu yoyote ambaye angeweza kumshuhudia kipindi hiko ni wazi kabisa alikuwa akimweka katika kundi la watu ambao ni wagonjwa wa akili. Wakati mwingine alikuwa anaweza hata kumpiga mtu yoyote yule au kupiga kelele, na suluhisho lilikuwa ni kumpeleka hospitali ya wagonjwa wa akili, jambo ambalo lilikuwa ni kinyume na matakwa yake. Some saw that there was something wrong with me. Kila mtu ambaye aliniona kipindi hiko alikuwa akiniweka katika kundi la watu ambao wana matatizo ya akili. Wakati mwingine nilikuwa nikimpiga mtu yoyote yule ambaye najisikia au kupiga kelele na kupaza sauti bila kujizuia, na suluhisho lilikuwa ni kunipeleka hospitali ya wagonjwa wa akili, jambo ambalo lilikuwa kinyume na matakwa yangu kabisa. Baadhi ya watu waliona kwamba kulikuwa na kitu ambacho hakiko sawa kwangu. Kwa hiyo kaka yangu na mama yangu waligundua shughuli nilizokuwa nikizifanya ilikuwa ni kama ukichaa tu. Hivyo wakaenda kumwona daktari wa magonjwa ya akili ambaye aliwaambia kwamba ninapaswa kupelekwa hospitali ya wagonjwa wa akili. Ingawa mimi sikutaka kwenda, hilo liliwafanya watafute watu kuweza kunifunga kamba na kunipeleka katika wodi ya wagonjwa wa akili. Hapo ndipo nilipojikuta katika wodi ya wagonjwa wa akili katika hospitali ya Nairobi West, ambapo katika wodi ya wagonjwa wa akili nilikaa kama 1.5 mwezi hivi au miezi 2 inaweza ikafika pia. Kiukweli kukaa kwenye wodi hiyo ya wagonjwa wa akili ilikuwa ni uzoefu wenye maumivu kwa sababu sikuweza kujikontrol mimi mwenyewe. Kiukweli niliongezeka uzito na nilikuwa nimetengwa katika wodi ya wagonjwa wa akili. Kuna wodi fulani hivi inaitwa strong room ambako unapelekwa humo kama endapo ukipinga kuwepo kwenye wodi za kawaida. Unachukuliwa kwa nguvu hadi strong room. Yaani huko kunakaa wale wagonjwa wa akili ambao ni wakorofi na ambao hawataki kukaa wodini, na wanakuweka huko mpaka pale utakapokuwa umetulia.
Kwa hiyo nilikaa huko kwa takribani wiki 2 au wiki 3 hivi. Waliniweka huko matibabu yangu yakiendelea, lakini hatimaye niliweza kutoka hospitalini. Huo ulikuwa ni mwaka 2000 kukaribia mwaka 2001. Katika ugonjwa wangu wa kupenda kufanya mapenzi kupita kiasi, kuna kitu kinaitwa relapse. Yaani hiyo ni hali ya kujirudi tena katika ugonjwa na depression. Na unapokuwa kwenye depression, kuna mambo ambayo huwezi kuyafanya kabisa. Kuamka kitandani kunaweza kuwa kugumu, hata kuoga au kupiga mswaki pia kunaweza kukawa kugumu. Kiukweli unaweza ukapoteza hata hamu ya kufanya mambo uliokuwa unapenda kufanya awali. Kwa mfano, mimi nilipenda sana kwenda gym. Kwa hiyo unakuta ndani ya muda wote unajitenga tu na marafiki na familia yako, unakuwa na hali ya huzuni muda wote. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hali yangu, na wakati mwingine hali ya hisia inapanda sana mpaka kupitiliza, ambapo sasa ikitokea hivyo inanifanya niwe na furaha kupita kiasi, na ghafla mawazo yanaweza kuja kwa kasi bila kutegemea. Na pia sometimes unajikuta ni mtu ambaye una nguvu sana, unakuwa na furaha na unashindwa kuelewa kinachoendelea ndani yako. Yaani hata watu wanaokuzunguka wanaanza kusema kwamba kuna kitu hakiko sawa kabisa ndani ya huyo mtu. Na mwaka 2002 nilijiunga katika chuo kikuu cha Nairobi kusomea uchumi na kazi za kijamii. Baadhi ya wanafunzi waligundua hali yangu. Nilikuwa naishi maisha ya kujitenga sana katika hosteli. You pass and you hear students calling you, "Hi, Chizi ni aje?" Sometimes nilikuwa nikipita sehemu unasikia wanafunzi wanasema, "Hey Chizi ni aje?" Yaani neno chizi sio geni masikioni mwenu, na maana yake sio nzuri hata kidogo. Yaani nilikuwa nikijisikia vibaya sana watu wakiniita chizi, yaani wakimaanisha kwamba mimi ni mtu ambaye sina akili. Walikuwa wananiita hivyo huku wakiwa wanacheka wakisema kwamba dawa za ukichaa zimekuishia nini au zimekwisha nguvu. Kwa hiyo nilikuwa naishi maisha ya kujitenga sana. Sikwenda darasani wala kwenda kwenye lecture halls. Nilikuwa nalala sana. Kumbuka kwamba dawa unazotumia za kutibu hiyo hali, yani zinakufanya uwe na usingizi muda wote. The medication that you take to treat bipolar makes you sleepy. So there makes you drowsy throughout the time, so I used to sleep. Kwa hiyo kwa siku nzima nilikuwa nikiweza kulala hata masaa 12 hadi 14. Hii inamaanisha kwamba mara nyingi sikuweza kwenda kwenye lecture halls kwa ajili ya masomo. Kwa hiyo nilifeli vibaya sana katika masomo 16 ambayo nilikuwa nikisoma. Na siku zilienda mpaka miaka 4 ikaisha. Yaani masomo niliyofeli mwaka wa kwanza, niliyofeli mwaka wa pili, niliyofeli mwaka wa 3 na wa 4, ikawa ni sawasawa nimepoteza muda tu pale chuoni. Hali hii ilinifanya niwe na msongo mkubwa sana wa mawazo. Wazazi wangu hawakufurahia hali hiyo hata kidogo, na nikarudi tena kwenye depression. Kumbuka, katika kipindi hiko nilikuwa nikitibiwa, lakini baada ya kupona hali ilikuwa ikijirudia, na hiyo iliweza kujirudia kwa zaidi ya mara 6, ambapo ilibidi nichukuliwe kwa nguvu na kupelekwa kwenye wodi ya wagonjwa wa akili. Kiukweli hali hii ilinipa uchungu sana. Nakumbuka mwaka 2006 baada ya kukamilisha miaka yangu yote chuoni, nilijikuta nikiwa nje kabisa ya mchezo, maana nilikuwa sina mwelekeo wowote na wala sikujua cha kufanya. Maisha yangu wakati huo yalikuwa hayana matumaini yoyote yale kuhusu siku zijazo. Lakini kaka yangu pia yeye ni wakili wa mahakama kuu ya Kenya. Kwa hiyo nilimshawisha nirudishe tena shule mwaka 2006. Akanipa nafasi hiyo, akanilipia ada ya chuo na nikaanza upya tena kusoma chuoni mwaka 2006. Baada ya kupoteza miaka 4 kwenye masomo yangu, nikaja kupoteza miaka 2 tena kwa kusubiria kujiunga na chuo kikuu cha Kenya, ambako huko nilienda kusomea sheria. Kwa hiyo nilianza kusomea sheria upya, nikaanza mwaka 2008 hadi mwaka 2012, ambayo ilikuwa ni jumla miaka 4 sasa. So I started studying law afresh in the year 2006 to 2008 to 2012. It was a tough by then when I was studying. Kiukweli hiyo ilikuwa ni safari ngumu sana. Mpaka kufikia wakati huo, kipindi hiko nilipokuwa nasoma sheria mwaka 2008, nilikuwa tayari najua kabisa hii hali yangu ya kupenda ngono kupita kiasi. Kwa sababu kumbuka, hii hali ni sawasawa kama vile haina tiba. Ni ugonjwa ambao unaishi nao maisha yako yote. Kwa hiyo nilikuwa nimeshazoea dawa zinazofanya kazi kwa kupunguza tu, lakini sio kutibu. Nilikuwa nimeshazijua dalili zangu. Nilikuwa najua kabisa vitu ambavyo vinafanya vichochezi kwenye mwili wangu. Na vichochezi mara nyingi inakuwa ni mambo yanayokufanya uwe na furaha au msongo wa mawazo kupitiliza. Kwa hiyo nilikuwa najua kabisa kama endapo ninakuwa na msongo wa mawazo au furaha kupitiliza. Kwa hiyo nilikuwa najua kabisa ni kitu gani kinaweza kikachochea kuingia kwenye depression au kuwa na furaha kupita kiasi mpaka kunifanya niwe na msisimko wa kufanya mapenzi. Na kila inapotokea tu najua namna gani ya kuweza kujikontrol na hali yangu. Hata hivyo, baada hiyo hali ya kupenda kufanya mapenzi kupitiliza ilipopungua, niliweza kupata relapse, yani hali hiyo ilijirudia tena mara 2 katika kipindi cha miaka 4 niliokuwa niko katika chuo kikuu cha Nairobi nikisoma sheria. Lakini hatimaye niliweza kufaulu. Na baada ya kufaulu chuo kikuu, nikaenda Kenya School of Law, nikafaulu vizuri na nikapokelewa rasmi kuwa wakili mwaka 2015.
Jambo hili kwa huyu mwanaume liliwatisha sana wanawake wote, kwa sababu hawakuwahi kukutana na mtu aliyekuwa anataka kufanya ngono kwa muda mrefu kama huyu mwanaume unayemwona hapa, na wengine walikuwa wakimuita mashine ya ngono. During this period of about 15 years, katika kipindi hiki cha takriban miaka 15, yaani tangu shule ya sekondari mpaka kufikia katika masomo ya vyuo vikuu, unajua hii hali ya bipolar inamfanya mtu awe na hamu kubwa sana ya kufanya ngono. Inakufanya uwe na msisimko wa juu sana kufanya ngono. Hii ina maana kwamba unajikuta tu ukijiingiza katika ile hali ya wewe mwenyewe kuendelea kufanya iko kitendo. Yaani unaweza ukasema matendo yanayoendeshwa na kitu kinachoitwa hypersexuality, ambacho kitendo hiko maana yake ni kwamba unakuwa umejikita sana kwenye shughuli za kingono, na wakati mwingine huwa ni hatarishi sana. Hali hii huwezi amini iliweza kunifikia mpaka mimi, kwa sababu kumbuka, nilikuwa nikipambana sana na hali ya kupenda kufanya mapenzi kupita kiasi, na sikuwa na mahusiano na mtu yoyote yule. Lakini hiyo ilikuwa ni kile kipindi cha nyuma, na hiyo yote ni kwa sababu watu walikuwa kininyanyapaa, wakisema kwamba mimi nimerukwa na akili. Sikuweza kupata mpenzi kabisa kipindi hiko kwa sababu walinitenga sana. Kwa kweli nilipokuwa nasoma uchumi, walikuwa wakinidhihaki sana. Walikuwa wakinitumia vikaratasi fulani hivi darasani wakisema kwamba, "Hai, naomba tukutane mahali fulani." Hivyo vinoto walikuwa wakiandika namba za simu, lakini walikuwa wakifanya hivyo kwa kunikebehi tu. Tena walikuwa wakifanya hivyo huku wakiwa wananicheka. Kwa hiyo kila nilipokuwa nikienda pale walipokuwa wananiambia niende nikakutane nao, nilikuwa nikisubiri kwa masaa. Lakini hakuna mwanamke wote ambaye anakuja au kunijulisha kwa nini hakufika. Kwa hiyo hali ya kutaka kufanya mapenzi kupitiliza inapokuwa juu, huwa inanifanya nitafute njia ya kujituliza nikiwa katika hiyo hali. Now to figure out a way to calm myself down, being hypersexual. So this means I sought the services of, na hii inamaanisha kwamba nilikuwa nikitafuta makahaba ambao wanajiuza, na wakati mwingine ilinivuta hadi kuingia ndani zaidi kwenye mitaa ya mabanda, au unaweza ukasema slums, kuweza kutafuta makahaba wa bei nafuu zaidi ambao ilikuwa ninaweza kuamudu. Kuna mtaa fulani hivi wa mabanda ambao unaitwa Majengo, yani upo katikati ya Nairobi, ambapo makahaba wengi sana unaweza ukanunua hata kwa shilingi 50 tu za Kikenya. Hayo ndiyo yalikuwa maisha yangu. Ilikuwa ni historia mbaya sana ambayo yani sifurahii hata kuisimulia. Na hiyo yote ni kutokana na hali ya kuwa na hamu ya kufanya mapenzi isiyoisha. Hatimaye kadri muda ulivyokuwa unazidi kupita, kwa mfano mwaka 2008 nilianza sasa kutongoza baadhi ya wanawake, na baadhi yao walikubali kuwa kwenye mahusiano na mimi, na wengine walikubali kabisa kuishi na mimi nyumbani wakiwa kama wake zangu. Lakini sikuweza kudumisha mahusiano kwa zaidi ya miezi 3. Yaani naweza nikasema kwamba mahusiano yangu hayajawahi kuzidi hata miezi 5. Wanawake hao walikuwa wanakuja tu kwenye maisha yangu, lakini walikuwa hawawezi kuhimili hypersexuality yangu, yani ile hamu kubwa sana ya kufanya ngono. For more than 3 months, or even when I go far, it's maybe 5 or 6 months. So these ladies come to my life. They can't deal with my hypersexuality, the high sex drive. So you are there in a relationship. Kwa hiyo unakuwa kwenye mahusiano na mtu, lakini yale mahitaji yako ya ngono kwa mwenzi wako yanakuwa hapo juu. Hivyo na yeye anakuwa haelewi kabisa namna ya kuweza kukupa huduma. Na kawaida kwa watu ambao hawapo katika hiyo hali, huwa hawawezi kukubaliana na hiyo hali. Kwa sababu mimi kwa siku nilikuwa nikitaka kwenda raundi hata 10 tena bila kuchoka. Hali hii ilinifanya nipoteze mahusiano mengi sana. It's made me to lose a lot of relationships. The first one I remember, it was a lady, she was studying engineering. Uhusiano wa kwanza ninaokumbuka, nilikuwa na mwanamke mmoja hivi ambaye alikuwa akisomea masomo ya uhandisi, yani engineering. Aliniacha kwa sababu ya kuwa katika hali ya kupenda kufanya mapenzi au kufanya ngono kupitiliza, na alikuwa haelewi kabisa kwa nini hali yangu au hamu yangu inakuwa juu sana, na hakuweza kuendana na mahitaji yangu. Mahusiano yalidumu kama miezi 2 tu kwa sababu ya hali yangu ya kutaka kufanya mapenzi kupitiliza, yani kwenda raundi nyingi zaidi. Hakuweza kuelewa kabisa maisha ambayo nilikuwa nikiishi mwanzoni, yani kama nilishawahi kurukwa na akili. So mwisho wa siku aliweza kuniacha. Kiukweli aliweza kuniblock kabisa. I blocked my number. I couldn't reach her. And I started a new relationship with another one who was studying teaching course. Nikaanza mahusiano mapya na mwanamke mwingine aliyekuwa anasomea ualimu, na matatizo yalikuwa ni yale yale, yani hamu kubwa ya ngono, unaweza kusema hypersexuality, iliweza kumkera na hakuweza kuelewa kabisa hali hiyo kwangu. Hapo ndipo aliniona kama mimi natumia vidonge. Hivyo mahusiano yetu yalichukua mwezi 1.5, kisha mwanamke huyo aliblock namba zangu, na hapo ndipo mahusiano yetu yalipoishia. Kept on trying another relationship also. Kwa hiyo niliendelea kujaribu. Nakumbuka uhusiano mwingine pia na mwanamke mmoja hivi, hali ikawa ni ile ile, yani hamu kubwa ya tendo la ndoa.
Tangu nianze kupambana na hiyo hali, nimekuwa katika zaidi ya mahusiano 30. Na kwa sababu ya hali hii, wanawake wengi wameniacha kwa sababu wameshindwa kuelewa kabisa inakuwaje mtu unakuwa na hamu ya kufanya mapenzi kupitiliza tena bila kuchoka wala kupumzika. Hali hii ni mojawapo ya mambo yanayosababisha mtu kuwa na hasira au kukasirika haraka sana. Yaani unakuwa kwenye mahusiano na mwanamke, na kwa sababu ya hali yako na kutokana na hali yako, akifanya kosa dogo tu, labda kama vile ameweka sukari nyingi kwenye chai yako, yaani mtu unakasirika sana. Na mwisho wa siku anashindwa kuelewa kabisa kwa nini jambo dogo kama hilo limekuchochea ukasirika kupita kiasi. Haelewi kwa nini ninakasirika kwa mambo madogo madogo, na hapo ndipo nilipopoteza mahusiano mengi kwa sababu ya matatizo ya hasira yanayosababishwa na hali hii. So angry at that, and she can't understand why a small thing like that triggers you to be angry, and she can't understand why I'm angry at small things, and that's how I lost majority of the relationship, because of anger issues brought about by the condition. And so it has been my heart has been hardened because na kwa hiyo moyo wangu umekuwa mgumu sana, kwa sababu hata hivi karibuni tu, kama wiki 2 hivi zilizopita, niliweza kuachana kwa mara yangu ya mwisho na mwanamke, na hiyo yote ni kwa sababu ya hypersexuality, yaani ile hali yangu ya kutaka kufanya ngono tena bila kuchoka. Mwanamke hakuweza kuelewa mahitaji yangu, na zaidi ya yote ile hali ya kuwa mkali kupita kiasi na mwenye hasira kwenye mambo madogo iliweza kuchochea. Mwanamke huyo saa 2 usiku aliweza kufungasha virago vyake, na hapo ndipo nilibaki peke yangu. Kwa hiyo ninaendelea kujaribu kuishi mwenyewe na kutafuta mpenzi wa kweli. Kiukweli mahusiano huwa ni magumu sana, hususani kwa mtu anayepambana na hali hii, lakini ninaamini kwamba siku moja nitampata mtu atakayenielewa nikiwa katika hali kama hii. If that one day I will get somebody who understands me, somebody will understand the condition. Nataka kubali kutimiza haja zangu. Kama atafanya utafiti juu ya hali yangu na tiba yake ya kuwa na hamu kubwa sana ya ngono, na angalau kuweza kupata utatuzi wake au kukubali kuishi na mimi hivyo hivyo, nitafurahi sana. Hiyo ndiyo hali halisi ilivyo. That's it. After graduating and after being admitted to the bar, baada ya kuhitimu na baada ya kupokelewa kuwa wakili rasmi, nimeendelea na safari hii. Kumbuka, hii hali ya kuwa na hamu ya kufanya mapenzi kupitiliza, kama nilivyosema, haina tiba. Kwa hiyo katika safari hii nimeweza kuwa imara kwa kipindi fulani bila kumuona daktari wangu wa magonjwa ya akili, kwa sababu nimekuwa nikijaribu kuikontrol hali hii vizuri tu, na nina matumaini kwamba mahusiano yangu ya sasa au yajayo yatakuwa ni mazuri tu, kwa sababu nitajaribu kuweza kujikontrol hata kidogo tu. Involved in many psychotic activities that I'm not proud of. For instance, one day kwa mfano, siku moja wakati nilipokuwa nasoma sosiolojia na uchumi, nilikuwa natembea barabarani kuweza kuelekea sehemu fulani hivi ambayo inaitwa Westlands huko Nairobi, na kulikuwa kuna mvua kali sana. Kwa hiyo kulikuwa na maji barabarani. Magari yalipokuwa yanapita yalikuwa kinimwagia maji. So kutokana na hali yangu niliyokuwa nayo ambayo ilikuwa kinipelekea kuwa na hasira sana, kiukweli hisia zangu ziliweza kubadilika mara moja, na nilikuwa na hasira sana na mwenye kukereka, yaani mpaka nikawa natetemeka. Kwa hiyo nilianza kuyapiga yale magari kwa mawe. I was very angry, irritable, so I went knocking cars. I picked stones. Na wakati huo nilikuwa nikitembea, na hasira hizo zilipelekea nigonge hata magari ambayo yalikuwa yamekaa tu pembeni. Nilikuwa nikichukua mawe na kuyagonga, yaani magari yote ambayo yalikuwa barabarani nilikuwa nikiyapiga, mpaka nilipofika sehemu ambayo inaitwa Westlands karibu na Kiss FM Studios, ambako nilikuwa naenda kupeleka nyimbo zangu. Niliendelea kuyagonga magari hayo kwa mawe, hususan yale magari ambayo yalikuwa yakinimwagia maji ya mvua. Nilipofika Westlands, nilikutana na zebra pale, na nikagundua kwamba magari yalikuwa hayawaachi watu wavuke. Hivyo na mimi nikaamua kuwaadhibu. Nikiwa kama wakili, najua haki zangu, na unaweza kufanya chochote ukiwa kwenye zebra barabarani. Kwa hiyo nikajikuta nimesimama pale kwenye ile zebra, na nikasababisha foleni kubwa sana ya magari ya takriban kilomita 1, na huwezi amini niliamua kulala kabisa barabarani. Kutokana na kitendo changu hiko kilipelekea magari yashindwe kupita na yalisimama kwa foleni kubwa sana. Lakini maafisa wa polisi walikuja na wakaniomba niondoke. Waliniambia wanaelewa ninazifahamu haki zangu, jambo ambalo ni zuri, na walikiri kwamba magari kweli yalikuwa yakipita bila kuacha watu wapite sehemu wanaotakiwa kupita, yani pale kwenye zebra. Hivyo kanisisitiza niache tu nilichokuwa nikikifanya na nielekea nilipokuwa ninaenda. Hivyo ndivyo vurugu hiyo ilivyomalizika. Nilitoka pale na kuelekea mpaka Kiss FM Studios. Kuna tukio lingine ninalolikumbuka wakati nilipokuwa nikisoma sheria. Saa 2 usiku niliamka nikiwa katika hali ya hasira sana, na huwezi amini huo muda niliweza kutoka sehemu ambayo nilikuwepo
ambayo ilikuwa ikiitwa Ngumo huko Nairobi. At 2 a.m. from a place called Ngumo in Nairobi. It's like 5 kilometers to town. Na hiyo ni sawasawa kama kilomita 5 hivi kutokea mjini. Niliamua kutembea nikiwa nimevaa joho ambalo wanasheria huvaa. Unajua Nairobi ni mji hatarishi sana kama mtu endapo unatembea usiku. Lakini kwa bahati na kwa neema ya Mungu, wakati huo alinilinda. Kwa hiyo nilitembea kutoka Ngumo kilomita 5 nikiwa katika hali ya hasira sana. Na mawazo yangu yalikuwa kinituma kwamba ninalindwa na malaika. Na nilikuwa nimejihakikishia kwamba mimi ni nabii wa Mungu, na Mungu alikuwa ameniambia niende kuhubiri mitaani majira ya saa 2 usiku. Kwa hiyo nilitembea. And I was convinced I'm a prophet and God has told me to go and preach in the streets 2 a.m. in the night. So I walked and there's a hotel. Nikatembea hadi nikafika kwenye hoteli inayoitwa Intercontinental Hotel ambayo iko huko Nairobi. Hapo ndipo nilipopumzika. Niliingia ndani, kumbuka sikuwa hata na sarafu moja mfukoni. Kwa hiyo nikaingia pale na nikakuta maji na karanga mezani ambazo wanawapa wateja bure kwenye hoteli. Nikaambiwa niagize kitu. Baada ya kula karanga, niliwaambia sikujisikia kuagiza chochote. Nikatoka nje na nikaenda tena mitaani kuwasumbua watu na kuharibia amani zao tu. Hayo ni miongoni mwa matukio ninayoyakumbuka yaliyosababishwa na msongo wa mawazo kwa sababu ya hali yangu. Kwa kweli kitu ambacho kilinifanya nipitie mateso makubwa sana kutokana na hali hii ni kwamba watu walininyanyapaa sana. Yaani kama hujui maana unyanyapaa ni kwamba ni ile hali ambapo watu wanakudharau, wanakushusha thamani na wanakutenga kwa sababu tu ya hali yako. Nilipopokelewa kuwa wakili mwaka 2015, mawakili wenzangu hawakujua kwamba nina hiyo hali, wala hawakujua kwamba nilikuwa napambana sana na hiyo hali. Lakini mwaka 2018 ndipo nilipotangaza kwa mara ya kwanza kwenye Facebook kwamba nilikuwa napambana sana na hiyo hali ya kuwa na hamu ya kufanya tendo la ngono tena iliyopitiliza. Ndipo watu wakajua hali yangu. Walipofahamu, na kila nilipokuwa katika discussion na marafiki zangu, kila nilipokuwa nikibishana tu na kusema jambo ambalo wao hawaliungi mkono, basi hao mawakili wenzangu walikuwa kinishusha thamani na kuniambia kwamba mimi ni mwenda wazimu na hawawezi kuendelea kufanya discussion na mimi. Nimeambiwa maneno hayo na mawakili wakubwa sana, na mawakili wengine ambao pia ni level zangu wameniambia maneno hayo. Kwa hiyo kila kunapokuwa na mabishano, basi wanatumia hali yangu ya afya kunishusha thamani. Mwanzoni unyanyasaji uliniathiri sana, lakini kwa sasa nimejivika ngozi ngumu kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakininyanyapaa. Na ndio maana nikaamua kuanzisha shirika langu linaloitwa Serene Mind Organizations, ambalo linasaidia watu wanaopambana na matatizo ya afya ya akili na mambo mengine kama ambayo mimi nimepitia. Ni shirika la kijamii lililosajiliwa na serikali lenye makao yake makuu Nairobi, Kenya, ambapo tunasaidia watu wanaopambana na matatizo ya afya ya akili kama vile depression, schizophrenia, autism na mengine mengi, kwa sababu kuna zaidi ya aina 200 za wagonjwa wa akili nchini Kenya. Mtu mmoja kati ya 4 nchini Kenya anapambana na ugonjwa wa akili. Hii ndiyo hadithi yangu. Bado napambana. Kumbuka kwamba hii hali ninayopitia mimi haina tiba, lakini nimechukua hatua. Namuomba Mungu kwamba hii hali ya hypersexuality au hii hali ya kutaka kufanya mapenzi kupitiliza tena bila kuchoka aipunguze, na naamini siku moja nitampata mwenzi atakayenielewa na labda nitapata suluhisho la matatizo yangu. Kwa sasa naenda hatua moja baada ya nyingine. Ninatumia dawa zangu ili niweze kuishi maisha yenye utulivu. Find a solution to my problems and so taking it one step at a time, taking my medication to be able to live a stable life. Licha ya kunyanyapaliwa, aibu na mapambano na ugonjwa wake, hajakata tamaa maishani mwake. Pia ameingia kwenye muziki na sasa ni msanii maarufu wa nyimbo za injili nchini Kenya. Mimi ni mwanamuziki wa injili nchini Kenya. Jina langu la kisanii ni Gospel Dynamite. Unaweza kunipata kwenye chaneli yangu ya YouTube inayoitwa Gospel Dynamite, na utazipata nyimbo zangu zote huko. Kwa sasa mambo yanaendelea vizuri tu. Kama ungependa kuunga mkono shirika langu la Serene Mind Organization kunisaidia kifedha, au kama unataka kuwasiliana na mimi, unaweza kupata namba zangu kwenye maelezo ya chaneli yangu ya YouTube ambayo ni Gospel Dynamite. Kiukweli bado ninamhitaji mwenza ambaye ninaweza nikaendana naye, na kama utakuwa tayari kutokana na mimi nilivyo, na kukaribisha. Samuel hajapona kabisa, lakini amejifunza jinsi ya kuweza kujikontrol yeye mwenyewe. Hadithi yake inatufundisha kwamba katika maisha hatupaswi kumhukumu mtu kwa haraka
bila kujua chanzo cha matendo yake. Na mara nyingine mtu anapofanya kosa huhitaji kupatiwa muda wa kusawazisha kuliko kumtupia lawama na dhihaka. Mpenzi mtazamaji, kama wewe ni mwanamke na uko tayari kuingia kwenye mahusiano na Samuel, unaweza ukamtafuta na mkayajenga. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Kumbuka kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.